kijana balehe ni nani hasa, ili kundi ni nani? Tuelewe tunaposema adolescent kwa Kiingereza, right? It's the same. Kijana balehe ni nani huyu kijana balehe? Hebu tupe kidogo picha ili tumtambue. Kijana balehe, mimi huwa natamani nitumie jina kijana chipukizi. Kijana chipukizi. Okay. Chipukizi. Anahama kutoka mtoto anakwenda kuwa kijana. Kwa ni kijana chipukizi kwa sababu ana mabadiliko mengi, anapitia mabadiliko mengi yanayo muhamisha ili awe kijana. Na inaanza pale anapobalea. Na ataenda mpaka pale ambapo atakuwa amejua ni nani. Na ameshinda hiyo transition. Okay. Na anashinda hiyo transition kwa maana ya sasa anakuwa tayari kuingia kwenye mahusiano. Amegraduate. Kwa graduation ya huyu kijana chipukizi ni pale ambapo anakuwa tayari sasa kwa mahusiano, kujitegemea, kuanzisha maisha yake. Kwa hiyo kwa umri, zamani watu walikuwa wanazungumza mpaka miaka 18, miaka 19. Kuanzia miaka mingapi? Lakini tunaweza tukasema ni mtu wa umri kuanzia miaka 11, 12 anapobalehe, mwili wake unapokomaa. Na ataenda, wengine wanaweza kaenda mpaka miaka 24. Kwa sababu tunazungumzia ile miaka ya kujitambua. Okay. Kwa nafikiri tutatumia zaidi uelewa tabia zake. Changamoto alizonazo badala ya umri. Kwa nafikiri tukienda kwa umri inaweza isitusaidie sana. Lakini tuseme kuanzia anapobalehe mpaka anapofika mahali sasa anakuwa mtu anayejitegemea. Kwa hiyo inaweza kawa miaka 20, inaweza kuwa miaka 24, inategemeana. Kwa unataka kusema kwamba kipimo cha kijana balehe kwamba ameshavuka successfully ni kwamba ana uwezo wa kujitegemea. Kwa sio tendo la kibiolojia. Hapana, ana uwezo wa kujitegemea. Ana uwezo kufikiri independently. Anaweza kujitegemea kwa maana ya sasa anaweza kuingia hata kwenye mahusiano na mtu. Akaweza kuhandle mahusiano na mtu mwingine. Kabla hajafikia hapo mtu mwingine unamaanisha mtu mwingine wa opposite sex sasa. Kwa maana ya kama ni kijana wa kiume, maana ana uwezo sasa wa kuingia kwenye mahusiano na kijana mwenzake wa kike. Kama ni wa kike, anaweza kuanza mahusiano na kijana wa kiume. Kwa hiyo kabla ya hapo, huyu tutamchukulia tu kama ni kijana chipukizi. Ndio maana natamani tutumie hilo neno kijana chipukizi. Tuondokane na badala ya balehe. Kuna zile phase. Kuna ile mwanzo anapoanza, nafikiri sekondari pale. Kwa tunazungumzia ile sasa balehe ina apply pale mwanzo. Anapoanza pale. Maana mwili umepevuka. Kwa tunazungumzia miaka 12 mpaka miaka 15, 16. Ule ni umri wa mwanzo. Lakini baada ya hapo kuna pale katikati bado anaendelea kujifunza, middle adolescence. Lakini kuna kule mwishoni sasa ni kama ana graduate. Kwa inaweza kaenda mpaka chuoni, akiwa chuo kikuu kabisa inawezekana. Akawa chuo na bado kuna wanao graduate mapema, lakini kuna wanaochelewa pia.